Remember, tunatembea na ushirika wa meza ya Bwana mwezi huu. Make sure kama huna sababu za kutohudhuria ibada za mwezi huu, usikose. Tunatembea na ushirika wa meza ya Bwana mwezi huu. Ninakufundisha kwa dakika chache, kwa dakika kama 20 mfululizo. Chakula tunaenda kushiriki meza ya Bwana, tunaingia kwenye maombi ya nguvu. Tunakuta kufunguliwa kwa jina la Yesu. Siri iliyo ndani ya damu ya Yesu Kristo katika kufungua malango yangu. Andike siri iliyo ndani ya damu ya Yesu Kristo katika kufungua malango yangu. Siri iliyo ndani ya damu ya Yesu Kristo katika kufungua malango yangu. Jumapili iliyopita nilikwambia kwamba usitumie damu ya Yesu Kristo kama ufahamu umuhimu wa damu ya Yesu Kristo, kama hujafundishwa damu ya Yesu Kristo. Usitumie damu ya Yesu Kristo kwa mfumo wa dini, kwa mfumo wa dhehebu lako, kwa mfumo wa kule ulikotokea. Sikiliza, damu ya Yesu Kristo itakuja kubadilisha chuma maisha yako, kubadilisha yale ambayo yalikuwa ni ya zamani kwa mambo mapya. Katika jina la Yesu Kristo ninakuomba, unapochukua hizi siri, zitende kazi, zitakusaidia. Kitabu cha Efeso 1:7, naomba mtumishi wa Mungu bado ikiwezekana chapu. Wakati anatafutia hiyo andiko, naomba nikutajie siri tatu hata naenda kwenye andiko. Kwenye ulimwengu wa roho, siri namba moja. Kwenye ulimwengu wa roho, damu ni kitu halisi. Siri namba moja. Ni vizuri utambue. Kwenye ulimwengu wa roho, damu ni kitu halisi. Tunaposema kwa damu ya Yesu Kristo, tunaachilia adui apigwe, anapigwa. Na adui anaiona damu kama kitu halisi, kama unavyoonekana wewe hapo. Jakini. Maana roho unapoachilia damu ya Yesu Kristo kwenye vita ya giza, unapotembea unashuka nyuma sana, naachilia damu ya Yesu Kristo, naachilia damu ya Yesu Kristo. Kama kwenye hii nyumba kuna mchawi, kuna mganga apigwe. Damu ya Yesu Kristo ni kitu halisi. Sema mimi na kama umekamata hiyo. Sasa ili ujue ni kitu halisi, lazima ufundishwe namna damu ya Yesu Kristo inatenda kazi. Ndio maana nimekuja kukupa hizi siri. Namba 2, damu ya Yesu ni ishara ya ukombozi na uhuru kutoka kwenye matokeo, kutoka kwenye kutoka kwenye mateka ya adui. Nirudia mara mbili. Damu ya Yesu Kristo ni ishara ya ukombozi na uhuru kutoka kwenye mateka ya adui. Adui anapoteka vitu vyako, adui anapoteka kibali, adui anapoteka kazi, adui anapokamata nafsi, adui anapokamata chochote alichokikamata, unapopeleka damu ya Yesu, unapotuma damu ya Yesu, unapeleka mateka. Maana unaituma damu ipigane. Yesu anaenda mwenyewe. Maana Biblia inasema mahali palipo na damu uko uhai wa Yesu. Ukituma damu ya Yesu, kwa maana tuma damu ya Yesu kwenye kambi za kichawi, yawezekana ya kweli unapita kwenye laana za ukoo, unapita kwenye mazingira ya ukoo, au kwa wewe una laana fulani. Wewe nenda katume damu ya Yesu kwenye hayo mateka, kwenye hizo